Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Moja kati ya story ambayo imeonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni story ambayo inamhusisha aliyewahi kuwa mchezaji wa klabu ya Yanga ambaye ni Fiston Kalala Mayele kuweza kurudi kwenye klabu ya Yanga, lakini taarifa za chini ikiwa kwamba klabu ya Simba Sports ipo kwenye rada ya kumtafuta mshambuliaji huyo ambaye anakiwasha sasa hivi ndani ya klabu ya Pyramids kutokea pale Misri. Aliyekuwa mshambuliaji wa klabu ya Yanga Fiston Kalala Mayele ameipeleka timu yake ya Pyramids FC fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kufunga mabao mawili kati ya matatu yaliyoipa ushindi timu hiyo dhidi ya Orlando Pirates kutokea South Africa. Mchezo huo ulikuwa ni funga ni kufunge uliomalizika kwa mabao matatu kwa mawili baada ya dakika 45 za kwanza kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Ikumbukwe mtanange huo hadi dakika 80 mzani ulikuwa sawia kwa mabao 2-2 kabla ya Fiston Kalala Mayele, mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Yanga na mshambuliaji wa sasa wa klabu ya Pyramids kutokea Misri, kufunga bao la ushindi dakika 84 ya mchezo huo. Fainali ya mashindano hayo msimu huu itakutanisha Mamelodi Sundowns Masandawana kutokea Afrika Kusini iliyoiondosha National Al Ahly katika hatua ya nusu finali katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, yani CAF Champions League, lakini itakutana na Pyramids FC ambayo iliondosha Orlando Pirates kutokea South Africa au Afrika Kusini. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, hiyo ni taarifa ambayo imekuwa inamhusisha Fiston Kalala Mayele, lakini namna ambavyo ameweza kutumika vizuri kwenye mchezo wa kimataifa ambao tunasema kwamba ni CAF Champions League, almost kwamba magoli mawili ambayo amefunga mchezo katika raundi ya pili, mchezo ambao unakutanisha Pyramids FC dhidi ya Orlando Pirates, lakini pia rada ambazo zimekuepo zinazungumza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Fiston Kalala Mayele kuna asilimia kubwa au possibility kwamba miongoni mwa timu ambazo zinatokea Kariakoo, Dar es Salaam, Simba, Yanga pia amekuwa anahusishwa kwenye hiyo rada ya kuweza kusajiliwa, kwa sababu taarifa zimekuepo. Simba Sports Club imekuwa inamfuatia kwa kipindi cha muda mrefu Fiston Kalala Mayele, na kabla bado hajaenda katika klabu ya Desmond Gefkans kipindi upo AC Vita, wanaona kwamba Simba ilikuwa inamfuatia Mayele, kipindi anakuja Yanga bado ilikuwa naona Simba inamfuatia Fiston Kalala Mayele, lakini pia Mayele ambao mpaka sasa hivi upo Pyramids, unaona kwamba bado Simba ipo kwenye rada ya kuweza kumfuatia kwa sababu ni moja kati ya mshambuliaji ambaye ni tishio. Lakini pia talking about Desmond Gefkans, ni timu ambayo bado imeonyesha nia ya kumhitaji kwa sababu kipindi yupo Yanga sote tunafahamu kwamba kitu gani ambacho alikuwa na kiofa as individual brilliance ya mchezaji. Unaona kwamba kuna kitu kikubwa sana ambacho alikuwa anaiofa as a team. Kwa hiyo unaona kwamba kuna possibility kubwa kati ya timu ambayo inatoka Dar es Salaam Kariakoo, kati ya Simba au Yanga, ambayo ikiongeza kiasi kikubwa inaweza ikamchukua Fiston Kalala Mayele, kwa sababu kumchukua Mayele ambavyo yupo kwenye klabu ya Pyramids kutokea pale Misri au Egypt, na tunafahamu kwamba timu za Waarabu kuja kumchomoa mchezaji au kumchukua mchezaji sio jambo la kawaida. Kwa hiyo kwa Mayele bado unayo nafasi ya Simba kuweza kumchukua, lakini pia nafasi ya Yanga kuweza kumchukua kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao, ubunifu ambao amekuwa nao, pia ni kitu kizuri sana ambacho ameendelea kukionyesha, na hii imetudhihirisha kwamba ni top talent scorer player kwenye miongoni mwa list ya wafungaji barani Afrika kulingana na ule uwezo ambao amekuwa nao, kwa sababu in terms of numbers na kwenye mchezo wa kimataifa mini CAF Champions League almost goli 6 goli 7, unaona kwamba yupo kwenye table ya wafungaji ambao wanaongoza kwenye CAF Champions League, ile list ya washambuliaji ambao wana magoli mengi. Bado unaona kwamba Fiston Mayele yupo kwenye list. Kwa hiyo bado naiona nafasi ya Mayele kuweza kurudi katika klabu ya Yanga, klabu yake ya zamani, lakini pia Simba kama ikiwa ikiongeza dau kubwa au ikiwa na nia ya kumhitaji kwa kiasi hicho, inaweza ikamchukua, kwa sababu tunaamini kwamba kwenye football kila kitu kinawezekana. Mayele kumchukua kutoka Pyramids kwenda Yanga au Simba ni kitu ambacho kinawezekana, kwa sababu hata Alikamwe alikuwa anaonekana kwenye mitandao ya kijamii kwamba anaongea naye sijui kupitia video call, vitu ambavyo vimekuwepo taarifa kama hizo. Kwa hiyo bado dirisha lipo wazi kwa Fiston Mayele kuweza kumchukua kwa kiasi hicho, kumtoka katika klabu ya Pyramids ambayo inashiriki ligi ya Misri au Egypt kwenda kuja tena katika ligi ya NBC Premier League, ambavyo tumeona kwamba ni ligi ambayo imepanda kwa bora barani Afrika. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.